Waumini wa dini ya Kiislamu zaidi ya 700 kutoka maeneo mbalimbali Dar es Salaam wamepatiwa msaada wa vyakula kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Msaada huo uliotolewa na familia ya marehemu Harun Zakaria aliyekuwa mfanyabiashara mkubwa hapa nchini. Ndugu zangu Waislamu, tumefunga sisi haki yetu kumuombea kiongozi wetu wa nchi. Allah Subhanahu wa ta'ala ampe umri mrefu, afya njema na amfiche na maadui kama alivyoificha roho ndani ya mwili. Zoezi la ugawaji sadaka hiyo ya chakula kwa ajili ya Eid al-Fitr ilifanyika Kiwalani jijini Dar es Salaam, ambayo ilisimamiwa na mkurugenzi wa taasisi mbalimbali za misaada ya kiroho na kimwili Sharif Surya, ambaye pia ni mkurugenzi wa shirika la misaada la kimataifa la Abdul Aid. Kipenzi chetu alikuwa Harun Zakaria. Mashallah, Imran Zakaria na ndugu zake wametuletea futari hii ya watu 650. Mashallah, alhamdulillah. Nalalamika sana mimi jamani, mpaka Uingereza tusaidie, mpaka wapo tusaidie. Wamesikia ndugu zangu, wameleta futari wa Tanzania. Na wewe Mtanzania vile vile usirudi nyuma, toa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Utakapotoa hicho ndio kitakufaa wewe akhera. Aidha, hafla hiyo ya ugawaji vyakula ilienda pamoja na utoaji zakatul fitri kwa waumini hao, huku wakisisitiza umuhimu wa kutoa zakatul fitri kwa Waislamu wote wenye uwezo, kwamba Nabii sallam amefaradhisha hii kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri sio sunna, ni faradhi kwa kila Muislamu mwenye kufunga, mwenye uwezo. Inasafisha saumu yako, inakusafisha wewe mbele Allah Subhanahu wa ta'ala, na saumu inakubaliwa. Naomba sana tujitahidi kutoa zakatul fitri. Alhamdulillah, tumepokea zakatul fitri kutoka nchi mbalimbali, tumetoa, na leo vile vile tutaendelea kutoa, na kesho vile vile kama tutakuwa tumeendelea tutatoa. Na kila Muislamu mwenye uwezo wa kumudu mahitaji yake ya sikukuu ya Eid, basi mahitaji yanayofuatia ni kusaidia Waislamu wengine. Lengo kubwa la zakatul fitri ni kusaidia kupeleka furaha ya sikukuu ya Eid kwa wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kupata mahitaji katika siku hii ya Eid. Waumini hao wa Kiislamu pia walitumia fursa hiyo kumwombea dua Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na taifa, ili amani na utulivu uendelee kutawala hapa nchini. Allah Subhanahu wa ta'ala amjaze kheri, ampe umri mrefu wenye afya njema, lakini vile vile amfiche na maadui kama alivyoficha roho ndani ya mwili, lakini vile vile amdumishe katika kazi yake, na amuimarishe na amwafikishe kuendelea kufanya vizuri zaidi. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wakati waumini wa dini